Hawa watoto tunaishi nao kama majirani, lakini hawa watoto toka mwezi wa 4 baba yao toka alipoondoka huko kwenye makazi yake, watoto wakaachwa wenyewe, hamna mtu wa kuangalia. Kwa hiyo unakuta kama majirani tunaongea nao hivyo hivyo. Ukiamka asubuhi hujaenda shule, ukiwauliza hamna, kwa nini leo hamjaenda shule? Hatuendi shule. Kwa nini? Wanaweza kupelekwa shule wakarudia njiani. Kwenye chakula ndio kabisa. Kwa sasa zingine wanasema wana njaa, inabidi tuwape hata chochote kitu wapike wale. Vitu kama hivyo. Mambwa kweli aliondoka nao yote. Wakabaki sio mambo mawili. Mwisho wa siku nao mambwa hatuyaoni. Kwa hiyo akabidi aondoke na mambwa, akaacha tu watoto wake wenyewe. Hamna mtu kuangalia watoto. Mimi nina muda mrefu hata walipokuja hapa mimi niko. Kwa jirani wa muda mrefu ambao unawafahamu vizuri sana. Mimi nakaa nyumba hii nashangaa tu. Waliondoka mimi sina taarifa yote. Nakuja. Lakini mwisho wake nishangaa tu, wale mbwa siwaoni, naona tu watoto hapa. Mwisho wake hamna hata mtu anayekaa. Lakini panalala hivi hivyo. Hata mimi najiuliza aache watoto. Yaani kwa hiyo kati ya mbwa na mtoto aliyomzaa, kwa hiyo yeye alisamini kwamba aliona samini mambwa bebe aondoke nao. Tena mimi kuna jirani akaniambia nini, aliwapakia tena mbwa kwenye bajaji. Unaona kitu. Ndio aliambiwa hivi kwamba mbwa tena aliwapakia kwenye bajaji. Akaondoka nao. Mimi wakati hii ni familia yako, yaani mimi sina shida. Lakini tunawahurumia hawa vijana. Yaani hapa unapoongea na wewe, mimi niko kwako hapa. Hali ni mbaya. Sawa. Hali ni mbaya, hamna cha sabuni, hamna cha kuoga hapa, hamna chakula hapa, ni kudoea, watu wanazurura wanavyotaka. Yaani ni hatari. Sasa mimi nakushangaa sana mtani. Wewe mbona uko vizuri, uko smart wewe? Ni kweli. Kwa hiyo umetelekeza kabisa hapo. Mwezi wa 4 unajua uwe? Wa 5 wa 4. Ule wa 5. Sasa miezi 5 mtani unaongea kirahisi kabisa hivi. Miezi 5. Sasa hebu niambie kuhusu chakula huwa mnafanyaje? Chakula huwa natuma fedha. Kwa nani? Natuma kwa Mama Sofia. Sawa. Kuhusu shule sasa inakuwaje? Yaani shule ndio maana nimesema kwamba acha nikaze buti. Niondoe huu mpunga ili kwamba nikija, maana mpunga unakuja ni moshi. Jana nilipata taarifa ya uwepo wa watoto ambao wapo wametelekezwa na familia yao, na katika kuwasiliana na serikali ya watu wengine, kwa maana ya wenzetu wadau tunaoshirikiana nao katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, lakini hasa watoto wanaishi katika mazingira salama, tuliweza kuwasiliana na leo asubuhi tukakutana tukakubaliana kwamba tuweze kufika katika eneo hilo ambalo tuliambiwa watoto hao wanaishi. Na kama ambavyo mmeshuhudia, kwa kweli tumefika, watoto hao wanaishi katika eneo ambalo sio salama kabisa. Ni watoto wadogo ambao wanahitaji bado kulelewa, wanahitaji kuelekezwa, wanahitaji kusimamiwa, lakini wameachwa wanajisimamia wenyewe. Na kwa mujibu wa maelezo ya majirani ambao tumekuwa nao katika eneo hili, wanaeleza kwamba wazazi hao wameondoka tangu mwezi wa 2. Na wakati tunazungumza pia tuliweza kumpigia simu mzazi, kwa maana ya baba wa familia, tukiwa na mtendaji wa eneo hili ambaye kweli aliweza kueleza kwamba wameondoka tangu mwezi wa 2. Na ameondoka yeye na mke wake. Na majirani wanaongeza zaidi kwamba baba huyu aliamua kubeba mbwa akaondoka nao, lakini akaacha watoto. Kwa hiyo hii yote inatuonyesha kwamba yani mzazi huyu amethamini hata mbwa akaacha kwa kuangalia usalama wa watoto wake. Kwa hiyo kama serikali ambao tumepewa jukumu hili la kuhakikisha kwamba tunasimamia watoto, usalama wa watoto, lakini tunahakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Manake nchi yetu hii ina mambo mawili. Kuna haki pamoja na wajibu. Kwa hiyo tunaona mzazi huyu kwa kweli ameshindwa kutekeleza wajibu wake katika swala zima la ulezi wa watoto na kutoa mahitaji muhimu kwa watoto wake. Watoto wamekuwa wakisambaa mtaani kwa mujibu wa majirani, na wengine kweli tumewakuta wakiwa mtaani, hasa huyo mtoto mwingine ambao hatutapenda tuwataje majina yao katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda ulinzi wa watoto, tunaendelea kulinda usalama wao. Hatutasema majina yao, lakini tumezungumza nao. Hawajaenda shule. Na mwingine anasema mimi siwezi kwenda shule, nikiamka sina hata kitu cha kula. Lakini ambaye pia anaonekana ndo mkubwa kidogo, ana miaka 11. Yeye ndo anahudumia wenzake, yeye ndo anapika.
lakini chakula wanachopika ni kile wanapocho wamepewa na majirani, na majirani wengine wanasema hawawezi kuwapa chakula kwa sababu wanaogopa ikatokea mtoto akadhurika, wataonekana labda wao ndio chanzo cha kuwapa labda sumu au kuwapa chakula ambacho kilikuwa kifai. Kwa hiyo sisi tumeona hapana, jambo hili haliwezekani, na hatua tuliyochukua ya kurescue kwanza maisha ya watoto hawa au ya kuhakikisha kama watoto hawa wanakuwa salama kwa sababu katika timu hii tumeambatana pia na afisa ustawi wa mkoa na afisa wa dawati na watendaji wa eneo hili. Tumeamua kwamba tutawachukua watoto hawa, wataenda kuhifadhiwa kwenye eneo salama, ambapo kwa mujibu wa maelezo wa afisa ustawi wa jamii ndio kazi zao pia katika jamii. Tumekuja kwenye familia moja ambayo imetelekeza watoto, na hii familia tumekuta kuna watoto wapo kama 4. Lakini katika hawa watoto 4 sisi tumepata taarifa kutokana na mifumo ambayo ipo hatuwezi kuitaja, lakini tuliamua kuondoka sisi kama serikali. Niliambatana nikiwa na wenzangu, nikiwa na mwanasheria mkuu anaitwa Tamari Mdeme, nikiwa na ustawi wa jamii Skola, nikiwa ambayo yuko ni mkoa na Mwacha ustawi wa jamii, lakini tuko na afande wangu wa polisi kata, afande Edkunda. Tulifika na kufika eneo la tukio, tumefika kwenye nyumba hii, kweli tumekuta watoto, mazingira ni magumu. Sasa mimi nashangaa kuona mzazi anaamua kuhama na kutelekeza watoto, lakini katika uhamaji yake ameondoka yeye na mke wake, akaamua kuacha watoto ni wadogo wanajilea wenyewe. Tumekuwa tukitoa elimu sehemu mbalimbali, tumekuwa tukitoa katika mihadhara jinsi ya uangalizi ulio bora wa watoto na mazingira salama, lakini katika hii familia naona imeshindwa. Na sisi kama serikali tumechukua hatua na kufika eneo hili, lakini lengo ni kuwasaidia hawa watoto. Siku zote mtoto hawezi kujisimamia, ila isipokuwa anasimamiwa na sisi watu wazima. Tumesikia maneno tofauti tofauti kutoka majirani hapo wakizungumza, zewewe na nyoa walishangaa baada ya kuona hawaoni wazazi wa familia hii, lakini mwisho wa siku wakaondoka. Sisi kama serikali na mimi kama kitengo cha dawati la jinsia na watoto nikiwa nimeambatana na wenzangu tulichukua hatua na tuko hapa kwa ajili ya kusaidia hii familia. Sasa mimi niwaombe tu majirani au jamii kwa ujumla, wao ndio mabalozi. Kwa sababu wao ni mabalozi, basi tunahitaji msaada wao mkubwa kwa ajili ya kuokoa au kuwakomboa watoto ambao hawawezi kujisemea na wao waweze kujisimamia. Tuachane na ile kauli kwamba mtoto wa jirani ukienda kumsaidia utaambiwa wewe ni mchawi. Mtoto wa jirani ukienda kumpa chakula utaambiwa umempa sumu. Hapana. Ukiona vimeshindikana vyote vile, chukua hatua. Vyombo vya serikali vipo, nenda kwa balozi, nenda kwa mwenyekiti, lakini pia jirani ambao unamwamini basi chukua hatua. Funganeni nyinyi kama nyinyi moja kwa moja vituo vya polisi, mtapata msaada. Dawati la jinsia lipo muda wowote, masaa yoyote kwa ajili ya kuwasaidia na kwa ajili ya kusikiza matatizo yenu. Hii ni hatari sana. Watoto wanajilea wenyewe. Wanaweza wakaamua wakawasha vitu labda moto, kuna gesi, ni mazingira hatarishi. Kwa hiyo jamii niiombe tuchukue hatua endapo tunapoona vitu kama hivi. Vitendo vya ukatili wa kijinsia havikubariki. Baada ya kwamba tulipokea taarifa ya watoto kuishi katika mazingira hatarishi na wametelekezwa na wazazi wao katika kata ya Bomambuzi, mtaa wa Relini, mara moja tuliweza kufika kwa kushirikiana na ngazi ya ulinzi na usalama, ngazi ya mkoa, dawati pamoja na serikali ya mtaa na serikali ya halmashauri ya manispaa ya Moshi. Lakini pia tulipofika kwenye eneo husika, kwa kweli tulijionea hali ambayo kimalezi ni duni sana, na hii inaonyesha ni kwa namna gani wazazi wametelekeza watoto, wazazi wamesahau wajibu wao na wameamua kwenda kwenye mazingira ya kufanya kazi ndani ya miezi 4 yote wamewacha watoto. Nini wito wetu kwa jamii? Idara ya ustawi wa jamii mkoa wa Kilimanjaro kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa huduma za watoto tunawaomba, tunawataka wazazi wasimame kwenye nafasi zao za malezi, kwani mlezi namba 1 ni wewe mzazi mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atamlea mtoto wako, hakuna mtu ambaye ataweza kusimama kwenye nafasi ya ulezi wako. Haijalishi tunaenda kwenye majukumu yetu, lakini tafadhali tuhakikishe kwamba ulinzi na usalama wa mtoto unakuwa mikononi mwetu.